Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, Mungu wa amani, Mungu ishie milele, tunasema asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo imekupendeza tuweze kujifunza na kusikia neno lako. Nasi tunaomba Mtakatifu, kwa msaada wako Mtakatifu Baba, ukapate kutufunulia akili zetu tuweze kuelewa neno lako, na zaidi ninaomba kwa wale ambao Mungu anakwenda kusikia, ili kwamba kusudi lako kupitia fundisho la leo ndilo likapate kusimama na kweli yako ndiyo ikapate kusimama. Nazidi kujiachilia tukiomba utusaidie zaidi Mungu kuielewa sauti yako na njia zote ambazo umekuwa ukitumia kusema na watu wako. Baba wa mbinguni, nakaribisha uwepo wako na nguvu yako katika siku hii ya 4, nikiamini kabisa unakwenda kutusaidia na kutuongoza. Ni katika Kristo Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu ambaye imempendeza tuweze kuingia katika siku yetu ya 4 na somo lile ambalo tumelianza la kutafuta kumwelewa Mungu anapotufunulia siri kwa njia ya maono na kwa njia ya ndoto. Na hii ni sehemu ya 4. Na kichwa cha somo ni kutafuta. Ni kutafuta, maana yake Mungu anapokuwa anasema na watu, hasa kwa njia ya ndoto na kwa njia ya maono, ujumbe huo unakuwa ni binafsi. Na kwa sababu hiyo, Mungu atakapokuwa anasema na mtu fulani juu ya ujumbe fulani, ujumbe ule ule anaweza akauleta kwa mtu mwingine kwa namna ya tofauti. Na moja ya sababu ambayo tuliiona katika ile siku ya 3 ni jinsi ambavyo sisi binadamu tumetofautiana katika kutafsiri vitu ndani ya nafsi yetu. Sasa Mungu ambaye ameumba vyote vinavyoonekana na sivyo na visivyoonekana, anafahamu hata yaliyoko, hata mawazo ya mioyo yetu. Kwa hiyo anafahamu fikra zetu, na kwa sababu hiyo anaweza akatumia ule uwezo wetu wa kutafsiri vitu ambavyo tunaviona katika ulimwengu wa mwili kwa ajili ya kufunua vitu katika ulimwengu wa roho. Na leo tutakwenda kuangalia mambo kadhaa, mambo kama 3 hivi au 4, itategemea na muda. Jambo la kwanza ni Mungu, jinsi ambavyo anafunua siri kwa kutumia viumbe vya mbinguni. Napozungumzia viumbe vya mbinguni, sizungumzii mbingu ya 3, nazungumzia mbingu ya 2. Kwa hiyo vitu kama jua, vitu kama mwezi, vitu kama nyota na vitu vingine kama hivyo. Kwamba ukisoma Biblia utaona kwamba Mungu amevitumia hivi vitu katika maono na katika ndoto. Na kabla hatujaenda kwenye ile kitabu cha Mwanzo, ukiangalia ile Yoeli sura ya 2, Yoeli sura ya 2 ule mstari wa kuanzia ule mstari wa 28, neno linasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo. Sasa baada ya hayo yapi? Maana yake soma yaliyotangulia, halafu ndipo sasa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Sasa mstari wa 29 anasema hivi: tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo.
Biblia inatuambia juu ya ishara ambazo zitakwenda kuonyeshwa au kuonekana katika mbingu kabla haijaja ile siku ya Bwana. Moja ya masomo ambayo tumewahi kujifunza, nafikiri kwa mwaka jana au mwaka juzi, sikumbuki, ilikuwa inazungumzia siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni moja ya siku ambayo imetajwa sana kwenye Biblia, na baadhi ya ishara ambazo maandiko yanatuambia ni juu ya mambo yatakayokwenda kuonekana katika mbingu. Tunaambiwa juu ya jua kugeuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Biblia imezungumza kwamba kutakuwa na ishara katika mbingu, lakini pia na ishara katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano katika kitabu cha Kutoka, unaona baadhi ya ishara ambazo zilikuwa zinafanywa na kwa kutumia mkono wa Musa, ishara katika dunia. Lakini pia tunaona kwa wale mashahidi wawili katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12, wao nao pia wakifanya ishara, ikiwepo pamoja na ishara ya kuita moto au kushusha moto kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba pia na yule mnyama katika Ufunuo 13, na yeye pia atafanya ishara, na moja ya ishara atakazozifanya ni ishara za katika mbingu. Maana yake ataita moto kutoka mbinguni, lakini huyo anayefanya unakuta ni Shetani. Kwa hiyo kuna ishara ambazo zitafanywa na Mungu na ishara ambazo pia Shetani atakuwa anazifanya. Ishara katika dunia zinafanywa sana, hata katika udanganyifu unaoendelea. Kuna mambo mengi ambayo yanafanywa ili kuweza kukamata nafsi za watu, lakini nataka zaidi tuangalie zile ishara katika mbingu ambazo Biblia inazitaja. Na inapofika kwenye maono na katika ndoto, maono na ndoto, kuna ndoto na maono ambayo yanakuwa yanaonyesha viumbe katika mbingu ya pili, zikawa jua, mwezi na nyota, ambavyo vinakuwa na ujumbe unaohusu nyakati za mwisho. Kwa sababu vitu hivi unaweza ukaona kwamba vimetajwa sana kwamba vitakwenda kutokea kabla ya ujio wa siku ya Bwana. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anaonyesha ishara katika jua, katika mwezi, katika nyota, maana yake zinakuwa na ujumbe ambao unahusiana na mambo ya nyakati za mwisho. Kwa hiyo sasa tukienda katika ile ndoto ya Yusufu, Mwanzo 37 kuanzia ule mstari wa 9, anasema hivi. Yusufu ameota ndoto ya kwanza, sasa anaota ndoto ya pili. Mstari wa 9 unasema hivi: akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yakobo alielewa ile ndoto, alielewa kwamba jua ni yeye, mwezi ni mama yake, na nyota 11 ni wale ndugu wa Yusufu. Lakini nataka uiangalie hii ndoto kwa mtazamo wa nyakati za mwisho, kwa sababu ile kwamba Mungu ametumia jua, ametumia nyota, ametumia mwezi, ambao pia Biblia inatuambia kwamba kutakuwa na ishara zitakazofanywa katika hivyo vitu. Kwa hiyo kwamba hivyo vitu vimeonekana katika ile ndoto, maana yake ile ndoto pia imebeba siri zinazohusiana na nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na zinahusiana pia na katika ujio wa Bwana Yesu
mara ya pili na kile ambacho kitatokea. Utaona kwamba sehemu ya ndoto hii ilitimia pale ambapo ndugu zake Yusufu walikwenda kumwinamia, walikwenda kumsujudia, lakini itakwenda kutimia zaidi katika ujio wa Bwana Yesu wa nyakati za pili, katika second coming of Christ. Na ukisoma sasa ile Ufunuo sura ya 12, unaona viumbe vile vile vilivyotumika katika ndoto ya Yusufu: jua, mwezi na nyota, vikitumika kuzungumzia mambo yanayohusu nyakati za mwisho. Kusoma Ufunuo ile sura ya 12, anasema hivi: na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Taji ya nyota 12. Kwa unaona vitu vile vile ambavyo Mungu alivitumia katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37, tunaviona pia vikijirudia katika kitabu cha Ufunuo, lakini zaidi vinazungumzia mambo yanayohusu nyakati za mwisho. Sasa ukiangalia ile ishara nyingine inayofuata kuanzia ule mstari wa 3, anasema hivi: ikaonekana ishara nyingine katika mbingu, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Sasa anapotumia hizi nyota za mbinguni katika maandiko haya, ukisoma maandiko yote utakuja kuona kwamba maono ambayo Yohana alionyeshwa, hizi ishara zinapatei na mambo ya nyakati za mwisho. Kwa hiyo ishara zinapokuwa zinaonekana katika mbingu, zinakuwa na eschatology, zinakuwa na ujumbe unaohusiana na nyakati za mwisho. Na nataka tuangalie baadhi ya ishara zingine ambazo zimeonekana au zilionekana kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu viumbe hivi vilipotumika ndotoni au katika maono, vilikuwa vinazungumza kitu kinachohusiana pia na nyakati za mwisho. Kwa lugha nyingine, vilibeba ujumbe ambao ni wa nyakati zaidi ya moja. Unaweza ukaangalia ile ishara pia iliyoonekana. Sasa hili ni tukio ambalo lilitokea pale ambapo Bwana Yesu alikuwa msalabani. Marko ile sura ya 15 ule mstari wa 33 unasema hivi. Marko 15 ile 33 inasema, na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi lama sabachthani. Naendelea, lakini nataka uone kwamba kuna kitu kilitokea mbinguni, katika mbingu, katika jua na katika mwezi, kwa sababu giza liliingia kwa muda wa masaa 3. Sasa giza na jua limepewa kuangaza mchana, mwezi umepewa kuangaza usiku. Kwa hiyo giza lilipoingia, maana yake jua liliacha kutoa mwanga wake kwa muda wa masaa 3. Bwana Yesu asifiwe. Na siri iliyofichwa pale msalabani, ambapo tunaona jua limeacha kutoa mwanga wake kwa masaa 3, inatuambia kitu juu ya Mungu kuzipunguza dhiki kwa watakatifu wake. Kwa sababu kumbuka kwamba Bwana Yesu alipokuwa msalabani,
tunaambiwa alifufuka baada ya siku ngapi? Baada ya siku 3. Sasa kumbuka kwamba kwenye Biblia masaa wakati wote yalikuwa yanahesabiwa kwa kuangalia mzunguko wa jua na mzunguko wa mwezi. Kwa hiyo jua lilipoacha kutoa mwanga wake, giza likaingia kwa masaa 3. Halafu baada ya hapo sasa mwanga ukarudi. Maana yake kwa Wayahudi ile tayari ni siku mpya. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa watumii saa kama tunazotumia, ila ukisoma Biblia utaona kwamba muda wakati wote ulihesabiwa kwa mzunguko wa jua na mzunguko wa mwezi. Kwa hiyo unaona sasa giza linaingia saa 6, maana yake ile siku ilifupishwa. Kwa hiyo sasa baadaye giza baada ya masaa 3 linapoisha, maana yake tayari ni siku nyingine. Kwa hiyo kile kitendo kilichotokea pale ambapo jua lilitiwa giza kilikuwa kimeficha siri inayohusiana na nyakati za mwisho, kile kitakachotokea pia katika nyakati za mwisho. Kusoma Mathayo ile sura ya 24 inasema hivi. Mathayo 24 ule mstari wa 29 nasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kabla ya ujio wa Bwana Yesu, ishara pia zikionekana katika jua, katika mwezi na katika nyota. Kwa hiyo ukisoma maandiko pale ambapo zilionekana ishara katika hivi vitu, zilikuwa zinazungumza kitu fulani ambacho kilikuwa kinahusiana na mambo ya nyakati za mwisho. Ukiangalia Joshua katika ile sura ya 10 ule mstari wa 13, Biblia inasema kwamba Joshua alisimamisha jua, akasimamisha mwezi mpaka alipowashinda wale maadui zake. Kwa hiyo ile kwamba ilitokea ishara katika jua na katika mwezi, jua likasimama, mwezi ukasimama. Maana yake hivyo vitu vinakuwa na ujumbe pia unaohusiana na nyakati za mwisho, kwa sababu kumbuka kwamba nyakati zinahesabiwa kwa mzunguko wa jua na mzunguko wa mwezi. Kwa hiyo kunapokuwa na ishara katika vitu hivi, kunakuwa na ujumbe ambao umebebwa, kunakuwa na ujumbe ambao unahusiana na nyakati tofauti. Zaidi unakuwa unazungumza pia kitu katika nyakati za mwisho. Ukisoma ile Yoshua sura ya 10 ule mstari wa 13 na 14, Biblia inasema hivi. Mstari wa 13 unasema hivi, ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata taifa hilo lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Jua lilisimamishwa na mwezi ukatulia mpaka taifa la Israeli lilipokuwa limejipatiza juu ya adui zao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba hapakuwa na siku yoyote ile zilizotangulia. Unaweza kuendelea kusoma kwanza ule mstari wa 14, lakini nataka uone kwamba kile kitendo cha jua kusimama, mwezi kusimama, kunazungumza kitu katika nyakati za mwisho. Na ukienda katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 8 ule mstari wa 12, anasema hivi, malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua kapigwa giza, na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza
mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Na unaona hizi ishara ni ishara ambazo zinafanywa mbinguni. Ukisoma kabla ya hapo, yule malaika wa tatu, utaona pia kwamba kulikuwa na ile ishara ya nyota kuanguka mbinguni. Kwa hiyo Biblia imetumia ishara za viumbe hivi kufunua siri zinazohusu nyakati za mwisho. Kwa hiyo vivyo hivyo Mungu amekuwa anafunua siri kwa watumishi wake katika mbingu, ambazo unakuta ujumbe wake unahusiana na mambo ya nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone zaidi kwamba viumbe hivi vinapokuwa unaonyeshwa kwenye maono, kwenye ndoto, angalia details ambazo unapewa, halafu angalia, je, Biblia ilipovitumia hivi katika maono au katika ndoto au katika maeneo mengine vilikuwa vinazungumzia nini? Ukisoma maandiko utaona vimetumika katika maeneo tofauti tofauti na kuna ujumbe tofauti kutokana na kile ambacho Mungu alikuwa anatuambia. Lakini kumbuka kwamba jua linaangaza mchana, mwezi umepewa kuangaza usiku, na masaa kwenye Biblia, mambo ya nyakati yanahesabiwa kwa mzunguko wa hivi vitu. Ukisoma kitabu cha Enoch, ndio utaona kwamba hivi vitu, mzunguko wa jua, mzunguko wa mwezi umetajwa kwa upana zaidi, na unaweza ukaona jinsi ambavyo ishara za mbinguni zimetajwa katika kile kitabu cha Enoch. Sitaki kwenda huko, lakini unapoona hivi vitu, angalia ujumbe unazungumzia nyakati zipi. Kwenye Biblia utaona kwamba Biblia inasema kwamba kabla ya ujio wa Bwana Yesu kutakuwa na ishara katika mbingu ambazo zitahusisha hivi vitu. Kwa hiyo katika Yoeli ile sura ya 2 tunaambiwa kwamba Mungu atakwenda kuwaonyesha watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ni kitu cha kwanza ambacho nataka tukiangalie kwa ufupi. Kitu cha pili ni huduma za malaika katika ndoto au katika maono. Utaona kwamba ukisoma Biblia utaona huduma za malaika zimetajwa kwa upana. Kusoma kitabu cha Enoch kimezungumza zaidi juu ya malaika, na malaika tofauti tofauti wametajwa. Kwenye Biblia tunamwona Gabriel, tunamwona Mikaeli. Lakini ukiingia kwenye kitabu kile cha Enoch utaona kwamba huduma za malaika zimetajwa kwa upana zaidi. Malaika wengi zaidi wametajwa na majina yao. Sasa huduma ya malaika ukisoma kwenye Biblia, halafu ukaona namna malaika walivyoonekana, watu jinsi walivyowaona, utaona kwamba walionekana katika namna tofauti tofauti. Na moja ambayo tunaiona kusoma katika kitabu kile cha Danieli sura ya 8 ule mstari wa 16. Biblia inasema hivi: nisome kuanzia 15. Anasema hivi: ikawa mimi Danieli nilipoyaona maono hayo, nalitafuta kuyafahamu, na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema, Gabriel, mfahamishe mtu huyu maono hayo. Kwa hiyo unaona sasa Gabriel akiambiwa amjulishe Danieli tafsiri ya yale maono aliyoyaona. Alafu ukisoma sasa ukienda kwenye ile Danieli sura ya 9 ule mstari wa 21, unaweza kusoma Danieli sura ya 9 yote ili uweze kuelewa haya maandiko yanaanzia wapi. Lakini 21 unasema hivi: naam,
nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel, mtu yule Gabriel niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu za jioni. Danieli anamrifaa Gabriel kama mtu. Tunafahamu kwamba anayezungumziwa hapa ni malaika, lakini kuna namna ambavyo Danieli alimuona kama mtu. Na ukisoma kwenye Biblia, ukisoma ile Luka sura ya kwanza, ukisoma Luka sura ya kwanza, unaona pia Gabrieli akimtokea Mariamu. Gabrieli alimtokea Mariamu. Luka, tuyasome maandiko kidogo. Luka sura ya kwanza mstari wa 26 unasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareth. Ukiendelea sasa, unaona baadaye Mariamu alipotokewa na yule malaika akajitambulisha. Lakini kwa Danieli kuna namna ambavyo Danieli alimuona kama mtu, kwa sababu kwenye alipokuwa alimwelezea yule mtu niliyemuona kwanza, huku ametokea kwa namna tofauti. Na ukisoma Biblia utaona kwamba malaika walionekana kwa namna tofauti, na moja ya njia ambayo Biblia inatuambia ni kwamba wanaweza kuchukua umbo la wanadamu. Kwa hiyo tunaweza tukaona mwanadamu, lakini kumbe ni malaika wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unamsoma malaika Mikael, yule archangels, na katika maeneo kadhaa ameonekana. Kisoma ile kitabu cha Danieli sura ya 12. Kisoma kitabu cha Danieli sura ya 12, unaona kazi ambayo Mikaeli amepewa katika taifa la Israeli. Sasa tuangalie labda huduma chache za malaika ambazo tunaziona kwenye Biblia, lakini pia hata kwenye ndoto na maono Mungu anaweza akakuonyesha ukajua kwamba hapa hii ni huduma ya malaika. Kuna kitu ambacho Mungu amemtuma malaika wake aweze kufanya. Kazi ya kwanza tumeona ni kama messengers, kutuma ujumbe wa Mungu, kama jinsi ambavyo tumeona kwa Gabriel. Lakini pia kazi ya pili au huduma ya pili ni kupigana upande wa watu wa Mungu. Unaweza ukaangalia mfano kule kwa Elisha, unaweza ukaangalia kwa Danieli ile sura ya 10. Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na vita katika mbingu. Kulikuwa na yule mfalme wa Wajemi, kulikuwa na vita kwa siku 21. Kulikuwa na vita ambayo inaendelea, na Mikaeli akaja kupigana. Kwa hiyo kazi nyingine ni hiyo. Na wakati mwingine kwenye ndoto unaweza ukaonyeshwa watu, au unaweza ukaonyeshwa hata askari au wanajeshi ambao wako wanapigana upande wake. Sasa sio kwamba kuna wanajeshi ambao wapo wanapigana, lakini Mungu amekupa kuona kama jinsi ambavyo wanajeshi wanaweza kufanya kazi ya kupigana kwa ajili ya nchi yao, vivyo hivyo malaika wa Mungu wanapigana kwa ajili ya mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Wanapigana katika upande wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaweza kaonyeshwa kufikiri ni watu, lakini kumbe ni huduma ya malaika ambayo inatokea katika maono au katika ndoto. Tumeona kazi ya kulinda mataifa. Tunaona jinsi ambavyo Mikaeli linda taifa la Israel. Hiyo ni huduma nyingine. Lakini pia Biblia inatuambia kwamba kuwahudumia wale watakao urithi wokovu. Kwa wale ambao wamejitoa kwa Mungu, kwa wale ambao maisha yao yako ndani ya Kristo, kuna malaika ambao wanawahudumia.
na mara kadha wa kadha unaweza ukawa unaonyeshwa katika maono huduma wanazozifanya. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaweza ukaonyeshwa ukafikiri ni mtu anafanya, lakini kumbe ni Mungu amemtuma malaika wake kwa ajili ya kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 1 sura ya 14 inatuambia kwamba malaika wanawahudumia wale watakao urithi wokovu. Na pia kuna malaika ambao wanawalinda watu. Unaweza kuwaita guardian angels, malaika ambao wanawalinda watu. Zaburi ile 91, Zaburi ile ya 91 unaona kwamba maandiko anasema hivi, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Unaweza kuona kwamba shetani alipokuwa anamjaribu Bwana Yesu alikoti maandiko katika kitabu cha Zaburi. Kisa pale kwamba ambapo Biblia inasema kwamba atakuagizia akulinde malaika zako. Sasa yeye aliyachukua nje ya context, lakini tunaona kwenye Biblia malaika wakitumwa kwa ajili ya kulinda watu wa Mungu. Ukisoma ile pia Zaburi sura ya 34. Zaburi sura ya 34 ule mstari wa Zaburi sura ya 34 kuna mahali pia Biblia inatuambia juu ya malaika ambao wanawalinda watu wa Mungu. Naona sijaandika maandiko, lakini nimekuonyesha katika ile Zaburi sura ya 91, moja ya kazi ya malaika ni kwa ajili ya kuwalinda watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna huduma zingine ambazo Biblia imezitaja kuna huduma zingine za malaika ambazo Biblia imezitaja. Na Mungu sasa anapowafunulia watu wake katika ndoto au katika maono, wakati mwingine Mungu anakuonyesha kile ambacho amekifanya. Tuna kila sababu kila siku ya kumshukuru Mungu na kumrudishia utukufu kwa jinsi ambavyo Mungu anazidi kutupigania, Mungu anazidi kutulinda. Kila mara unapoenda kulala, shetani amekusudia mabaya juu yako, shetani amekusudia mabaya juu yangu, lakini Mungu kwa neema zake anazidi kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi, hicho kilikuwa ni kipengele cha pili. Kipengele kingine ambacho nataka tukiangalie ambacho Biblia imekiandika kwa upana ni huduma za watakatifu kwenye maono na kwenye ndoto. Huduma za watakatifu ni huduma za watakatifu. Hizi ni tofauti na huduma za malaika. Kuna huduma za watakatifu. Mungu anaweza kuwatumia watakatifu kwa ajili ya kusudi lake, kwa ajili ya kuwahudumia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kile kitabu cha Danieli, ukisoma kitabu cha Danieli, yale maandiko ya malaika unaweza
Chukua pia Zaburi 34 ule mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Ndio maandiko ambayo nilitaka tuyaangalie. Ukisoma ile Danieli sura ya 4 ule mstari wa 17. Danieli sura ya 4 ule mstari wa 17, neno linasema hivi. Hii ni baada ya ile ndoto ambayo Nebukadneza aliota, ile ndoto ya mti. Sasa ukisoma ile sura ya 17, neno linasema hivi kwamba hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, na amri hii kwa neno la watakatifu. Halafu anasema sasa, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Unaweza kusoma ni inazungumzia ile ndoto ya Nebukadneza, lakini moja ya kitu ambacho tunaambiwa ni juu ya amri ambayo ilitolewa kwa neno la watakatifu. Halafu kienda ile Danieli sura ya 7, sura ya 8 ile. Danieli anapopata maono yale ya kondoo 4 na beberu. Kisoma ule mstari wa 13. Kisoma ule mstari wa 13, Biblia inasema hivi, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini? Kukanyagisha patakatifu na jeshi. Halafu anaendelea, lakini nataka uone Danieli anasikia maongezi kati ya watakatifu. Kwa hiyo Mungu anampa ujumbe kupitia hawa watakatifu ambao Mungu mwenyewe aliruhusu Danieli awaone katika maono. Kwa hiyo unaweza kaona huduma ya watakatifu ambapo Mungu anawatumia watakatifu wake kwa ajili ya kufunua vitu kwa watu. Ultimately ni Mungu ndiye anayefanya, lakini Mungu anaweza akaruhusu katika maono watu wakaona watakatifu. Na hii ni moja ya kitu ambacho watu kadha wa kadha wamekuwa wanakipata katika maono, katika ndoto. Wakati mwingine unapewa jina au unaonyeshwa jina la mtu ambaye yupo kwenye Biblia, halafu nakuta anakuelezea kitu fulani ambacho Mungu alikuwa anakusudia ukione. Kwa hiyo pale unakuta Mungu amemtumia mtakatifu wake kama jinsi ambavyo alimtumia kwa Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi kutokana na ufahamu wetu, Mungu anaweza akaruhusu au Mungu anaweza akakupa kumuona huyo mtakatifu wake kwa namna ile ambayo Mungu mwenyewe ameikusudia. Kwa hiyo unaweza ukaonyeshwa mtu ambaye jina lake lipo kwenye Biblia na alikuwa na utumishi wa aina fulani kwenye Biblia, halafu unakuja kuonyeshwa huyo mtu katika ndoto au katika maono, labda akiwa anakuambia kitu fulani ambacho ni mapenzi ya Mungu ukifahamu. Kwa hiyo hapo Mungu hajamtumia malaika. Unaweza kukuta Mungu amekupa maono ambapo mtakatifu wake ndiye ambaye anakuwa anakuambia, au ujumbe ambao Mungu anataka upate unakuwa unahusiana na kitu fulani ambacho Mungu aliweka katika yule mtakatifu. Na wakati mwingine Mungu anaweza akawa anasema nawe juu ya huduma ambayo ameweka ndani yako. Halafu mara kwa mara unakuwa unaonyeshwa watakatifu waliokuwa wamepewa utumishi wa aina fulani kwenye Biblia.
Bwana Yesu asifiwe. Sio mara moja, sio mara mbili. Kuna kitu ambacho Mungu amekuwa anafunua kwangu ambacho kinahusiana na kitu fulani ambacho aliweka kwa Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uko sitaki kwenda kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo ni binafsi. Kitu kingine ambacho nataka tukiangalia ni Mungu kukutumia wewe mwenyewe. Kukutumia wewe mwenyewe kukufunulia siri katika ndoto, katika maono. Wakati mwingine wewe mwenyewe au sisi wenyewe tunakuwa kana kwamba ni chanzo cha kutaka kufahamu kitu fulani ambacho tumekiona katika ndoto au katika maono. Ukisoma kile kitabu cha Daniel, ile sura ya 7, ukaona Daniel ukiangalia ameona yale maono na wale wanyama wanne. Alionyeshwa simba, alionyeshwa dubu, alionyeshwa mnyama anayefanana na chui. Halafu sasa akaonyeshwa yule mnyama wa nne ambaye Biblia inasema kwamba alikuwa yuko tofauti kabisa na wengine. Sasa ukisoma kuanzia ule mstari wa 15, Daniel ile sura ya 7, neno linasema hivi: basi mimi Daniel, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Halafu kiendelea sasa ule mstari wa 17, Daniel anaambiwa wanyama hao wakubwa walio wafalme walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam hata milele na milele. Moja ya ahadi kubwa ambayo mtu ambaye anamwamini Kristo, ambaye amejitoa kwa Mungu, amepewa ni Danieli 7:18, kwamba watakatifu wake alio juu wataumiliki ufalme milele na milele. Tumaini letu liko hapa kwamba ipo siku tutaumiliki ufalme, na Biblia inasema kwamba tutatawala pamoja na Kristo. Kwa hiyo kila wakati, haijalishi unapitia kitu gani katika maisha yako, kumbuka hii ahadi ya Mungu aliyoiweka. Halafu jua kwamba hii ahadi aliyoiweka ya kwamba tutakwenda kuupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele na milele, ahadi hii ni kubwa kuliko kitu chochote kile ambacho mimi na wewe tunaweza tukakipata hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na somo. Hilo ni somo la ufalme. Ule mstari sasa wa 19, Daniel anasema hivi: kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenzie wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Danieli katika maono alitaka kujua. Kwa hiyo katika maono alipewa kutaka kujua, alipewa kutafuta kufahamu. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukuta kwamba katika maono au katika ndoto unapewa kitu au unaonyeshwa kitu ambacho unatakiwa kutafuta kufahamu au kutafuta kujua ni kitu gani au ni siri gani ambayo Mungu yuko anaifunua kwako. Kwa mfano, unaonyeshwa maono, halafu unaonyeshwa watu, labda watu 10, lakini macho yako yanamwangalia mtu mmoja. Halafu unakuta kwamba unamwangalia huyo zaidi kuliko wengine. Maana yake kunakuwa na ujumbe au kunakuwa na siri ambayo Mungu anataka uifahamu. Ndio maana ameweka ile ndani yako kutaka kumwangalia zaidi yule ambaye ulikuwa
unamwangalia. Kitu cha kukumbuka ni kwamba tunapokuwa katika ndoto au tunapokuwa katika maono, tunakuwa katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu huu. Na kwa sababu hiyo, vile ambavyo tunakuwa tunaviona, vile ambavyo tunakuwa tunavisikia, vile ambavyo tunakuwa tunavisema, vinakuwa na chanzo. Inaweza ikawa Mungu, inaweza ikawa shetani, wakati mwingine inaweza ikawa sisi wenyewe. Sasa mimi naangalia zaidi kile ambacho Mungu mwenyewe anaweka ndani yetu, sisi tutake kujua. Kwa sababu wakati mwingine inaweza ikawa ni kitu ambacho kiko tu ndani ya nafsi yako. Unakuwa unasema vitu katika ndoto au katika maono ambavyo vimo ndani ya nafsi yako. Au wakati mwingine ni vitu tu ambavyo Mungu anakuwa anakufunulia kitu kinachoendelea katika maisha. Lakini pia inaweza ikawa ni shetani ambaye pia anaweza akaweka kitu ndani yako au ndani yangu katika ndoto, katika maono. Lakini nilichotaka uone kwamba moja ya njia ambayo Mungu anaitumia ili kutusaidia, kutuwezesha sisi kutafuta kujua yale ambayo anatuonyesha ni kuweka sisi wenyewe tutafute kujua kitu fulani ambacho anatuonyesha. Nakumbuka kuna kipindi, ilikuwa ni miaka kadhaa imepita, ambapo niliona kulikuwa na miezi kadhaa. Kwa hiyo nilikuwa naiangalia, hasa nikajikuta macho yangu yanaangalia zaidi mwezi mmoja. Halafu ule mwezi mmoja ukaanza kwenda upande fulani, kwa macho yangu yakawa yanapeleka. Kwa hiyo niliondoa focus kutoka katika ile miezi nyingine ambayo nilikuwa naiona angani, nikaangalia zaidi ule pale. Kwa kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anataka nijue katika hicho. Kwa wakati mwingine pia unaweza ukaonyeshwa, wakati mwingine unafunuliwa siri, ambapo unaonyeshwa watu kadhaa, lakini unakuja kuona labda mtu mmoja amevaa nguo ya rangi kadhaa. Halafu katika ndoto au katika maono unapewa kufahamu ile rangi. Maanake tayari hapo kunakuwa na siri ambayo imebebwa juu ya ile rangi ambayo Mungu amekuruhusu uweze kuiona, amekuruhusu tuweze kuiona. Kwa hiyo ni Mungu anatupa sisi wenyewe, anaweka ndani yetu sisi wenyewe kutafuta kujua. Halafu sasa katika ndoto hii hapa ina manifest kwa njia tofauti. Kwa Danieli unaona kwamba aliweka ndani ya Danieli kutafuta kujua ile maana. Wakati mwingine pia unaweza kukuta Mungu kwa neema yake anaweza akakuonyesha kitu, halafu baada ya hapo akakileta kitu kile kile, halafu wewe mwenyewe ukapewa kukitafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni njia nyingine. Kitu cha mwisho ambacho nitaka twende kukiangalia, au tunaweza tukakiangalia zaidi labda hapo kesho, Mungu akituwezesha, ni jinsi ya kupima chanzo cha maono, chanzo cha ndoto. Kwamba je, tunapimaje, tunajuaje kwamba hii ndoto, haya maono ni Mungu ameleta? Haya maono ni mimi yametokana labda na mimi mwenyewe, au haya maono ni shetani aliyeleta? Wakati mwingine ni kutokana na kile kinachoendelea katika yale mazingira yaliyokuzunguka, ambayo wakati mwingine inaweza ikawa hata katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuwa katika eneo ambalo kuna kitu cha kiroho ambacho kiko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kitu ambacho tutakwenda kukiangalia zaidi kwa undani. Lakini inapofika kwenye mambo ya maono, kwenye mambo ya ndoto, ni muhimu sana kuweza kufahamu namna ya kupima chanzo cha ndoto. Kwa sababu inaweza ikawa Mungu, inaweza isiwe Mungu. Na hasa zile ndoto ambazo zinakupelekea kufanya maamuzi fulani, kama sio Mungu, Biblia inasema kwamba katika nyakati za mwisho Mungu atakwenda kumimina roho yake
juu ya wote wenye mwili. Nasema kwamba watu watakwenda kuona maono, watu watakwenda kuona ndoto. Lakini pia wakati Mungu anafanya hivyo, shetani naye pia atakuwa anafanya kitu kile kile. Atakuwa anafanya kitu kujaribu kushawishi watu kwamba ni Mungu ambaye anafanya, lakini kumbe ni shetani ambaye anafanya. Sasa Mungu kwa neema yake atatusaidia au anatusaidia pia kuweza kujua kwamba hiki hapa ni Mungu anafanya, hiki hapa ni shetani anafanya. Kama Mungu ameweka utumishi ndani yako, utumishi wa aina yoyote ile, uwe na uhakika shetani lazima atakuwa analeta vyake. Ukiona hupati vita yoyote ile kutoka kwa adui, ukiona hupati vita yoyote vile kutoka kwa adui, hiyo tu ni ishara kwamba utumikie Mungu wa kweli. Kwa sababu kila aliyemtumikia Mungu wa kweli, adui wakati wote alileta vita. Kwa hiyo shetani wakati wote ataleta vita. Wakati mwingine ataleta kupitia ndoto, kupitia maono. Lakini Mungu atatupa kujua kwamba huyu anayefanya ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vichache ambavyo vinaweza kutusaidia kuweza kuyajua mapenzi ya Mungu. Kisha yajua mapenzi ya Mungu kwako, kisha yajua mapenzi ya Mungu katika utumishi wako, itakuwa rahisi kupima, kwa sababu shetani atakachokileta wakati wote kitakuwa ni kile ambacho kinapingana na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kulijua neno la Mungu, kulijua neno la Mungu, kuijua kweli ya Mungu. Kuijua kweli ya Mungu kunatusaidia kuchambua na kujua kile ambacho sio cha Mungu, kile ambacho hakitokani na Mungu. Na hata katika maono, kwa sababu kumbuka kwamba Mungu anapokuwa anasema na watu wake kupitia maono, Mungu anakuwa analifunua neno lake ambalo liko katika Biblia tayari, lakini analileta kwa namna ambayo ni katika mazingira yetu sisi wenyewe, katika mazingira yako, ni katika mazingira yako. Lakini mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu wakati wote linabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo ukishaanza kuona kitu ambacho kinapingana na kusudi la Mungu, kinapingana na kweli ya Mungu, unajua kabisa kwamba hiki hakitokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, shetani hawezi kukuletea neno ambalo linakushawishi kutafuta kuwa kama Bwana Yesu. Hawezi kukuletea neno ambalo linaweka msukumo ndani yako kutafuta kuwa kama Bwana Yesu. Kwa hiyo huwezi kupata maono au ndoto ambayo inakufunulia siri za namna ya kuenenda kama Bwana Yesu alivyoenenda, ambazo zimetoka kwa shetani. Kwa sababu kumbuka kwamba shetani, Biblia inasema kwamba kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo hawezi kukuletea kitu hicho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaweza akakuletea vitu vingine ambavyo kwa nje kadhani anakuonyesha hicho, lakini kumbe inazungumzia kitu kingine. Ndio maana wakati wote tunaangalia kwamba je, inaweka msukumo ndani yako kufanya nini? Ukiona inaweka msukumo ndani yako, kwa mfano kuwa mtu wa dini zaidi, jiulize kwamba chanzo chake hicho kitu ni kipi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kukuletea kitu ambacho kinaweka msukumo ndani yako wa kutafuta siri za ufalme wa Mungu, wakati Biblia inasema wazi kwamba yule anayesikia neno la ufalme halielewi. Shetani anakuja kuliondoa, anatafuta kuondoa kile ambacho kinapandwa ndani ya mioyo ya watu, ambacho kinahusiana na mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kuna njia ambazo Mungu anatusaidia, anatuwezesha kuweza kujua kwamba hapa anayesema ni yeye, au hapa anayesema sio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine pia unaweza ukaomba uthibitisho kwa Mungu. Tunaweza tukaomba Mungu atuthibitishie. Ukisoma ile Waamuzi sura ya 13 mstari wa 2 na wa 3. Mstari wa 2 unasema hivi:
palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa huzai, lakini utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanamume. Halafu anaendelea kumpa maagizo. Baadaye huyu mwanamke akamjulisha mume wake juu ya kile alichoambiwa na malaika. Halafu ule mstari wa 8, yule mume wake, Biblia inasema hivi, ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana, na kuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma. Yule mtu wa Mungu uliyemtuma. Nitaka pia uone kwamba hapa anasema yule mtu wa Mungu uliyemtuma. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mke wake, kusoma ule mstari wa 6, ule mstari wa 6 anasema hivi, ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alimjia. Kwa hiyo yeye aliona kama mtu wa Mungu, lakini kumbe aliyetuma ni malaika. Unaweza kuona namna ambayo tunasema kwamba jinsi ambavyo malaika wanatumia au wanakuta wamevaa kama mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo wanaonekana kama wanadamu. Lakini zaidi nataka uone yale maandiko ya ule mstari wa 8 ambao unasema hivi kwamba Manoa aliomba uthibitisho kwa Mungu. Aliomba uthibitisho kwa Mungu. Na yule malaika wa Bwana, yule malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke alipokuwa ameketi. Yule mwanamke akarudi. Halafu mke wake baadaye anaenda kumuita mmewe na vitu kama hivyo. Lakini nataka uone kwamba tunaweza tukaomba uthibitisho kwa Mungu kwamba Mungu, hiki kitu kinatoka kwako. Kwa sababu kuna madhara makubwa sana ya kufanya kitu, ya kuchukua maamuzi ya kufanya kitu ambacho mtu anafikiri ni kwamba Mungu ndiye aliyemwonyesha katika maono au katika ndoto, lakini kumbe ni shetani ambaye ameleta. Bwana Yesu asifiwe. Chukulia tu mfano ambapo unaonyeshwa mtu ambaye unatakiwa umoe au uolewe naye. Unaonyeshwa, lakini kumbe aliyekuonyesha sio Mungu. Chukulia madhara ambayo hii ndoa itayapata. Kwa hiyo tunaweza tukajiachilia mbele za Mungu, tukaomba Mungu atusaidie, na hasa inapofika kwenye mambo yanayohusu nyakati za mwisho, ambapo ndipo zaidi nataka tugusie tutakapokiangalia hiki kipengele, ni zaidi mambo yanayohusu nyakati za mwisho, kwa sababu Biblia imeweka wazi kwamba udanganyifu mwingi sana utakwenda kutokea katika nyakati za mwisho, na udanganyifu mmojawapo utapitia mlango wa ndoto, utapitia mlango wa maono. Bwana Yesu asifiwe. Basi kimpendeza Mungu, tutaingia ndani zaidi na kuangalia hiki kitu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, sifa, utukufu, heshima vyote ni vya kwako. Tunakushukuru kwa ajili ya saa hili ambalo Mungu imekupendeza tuyaangalie maandiko yako. Nami naomba kwamba Mungu, ikikupendeza, kile ambacho umekikusudia tujifunze tena safari ijayo, basi Mungu naomba hicho ndicho tukapate kukipata kwa ajili ya utukufu wako. Zaidi ya yote Mungu, tuzidi kuyafanya yale ambayo ni kusudi lako, tukizidi kutakaswa kwa neno lako, na jinsi ambavyo unazidi Mungu kufunua siri hizi kwa watoto wako Mungu, mahali popote walipo kwa namna tofauti tofauti. Naomba uzidi kutupa ufahamu, uzidi kutupa zaidi sisi wenyewe kutafuta kujua njia ambazo Mungu unazitumia kusema nasi, njia ambazo unazitumia Mungu hata kutufunulia siri za ufalme wako katika maono. Nakushukuru na kutukuza, kurudishia sifa na utukufu katika Kristo Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema.